Simba ndo wanamhitaji Ibrahim Keita. Baadaye nikaja kuambiwa Young Africans wanamhitaji Ibrahim Keita, lakini hii ya Young Africans inaonekana imekwenda zaidi, kwa maana wa confront yana wamekwenda zaidi mbele. Na naposema wamekwenda zaidi simaanishi wamekwenda kwa TP Mazembe, kwa sababu huyu mchezaji anamaliza contract yake na TP Mazembe mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo kama Yanga watakwenda, basi wanakwenda kwenye management ya huyu mchezaji ambao ni Sababu Sports Management. Hawa ndio wenye authority ya kuangalia ofa nzuri iko wapi na maslahi mazuri yako wapi ili aweze kwenda huko, sio? Mtazamaji wa Yes Online, ni Jumapili nyingine, weekend. Ni Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi Mei, mwezi wa 5 2025. Kumbuka ni tarehe 4 tu Jumapili. Sasa taarifa ambayo nataka kukupa jioni hii leo inahusu soka, ama usiku wa hii leo, ama muda wote ambao umeona posti hii, ni kuhusu taarifa ya soka. Taarifa moja muhimu ambayo inahusu Young Africans ambao mara kadhaa wanatajwa kwamba watafanya maboresho makubwa sana kwenye kikosi chao kuelekea msimu wa 2025-2026. Sasa taarifa ambazo Yes Online tumezipata muda sio mrefu ni kwamba Young Africans wako kwenye hatua nzuri zaidi kukamilisha uhamisho wa mlinzi Ibrahim Keita kutoka TP Mazembe. Kwa wale ambao wanamfahamu, Ibrahim Keita ni mmoja kati ya walinzi bora wa kulia kutoka barani Afrika, na yeye kumbuka ni raia wa Mauritania, na kwa mujibu wa takwimu urefu wake ni mita 1.81. Jamaa ni mzaliwa mwaka 2001, kwa hiyo kiufupi bado ni bwana mdogo. Kwa umri wake kama ndo hivyo ni miaka 23. Ibrahim Keita yeye anasifika zaidi kwa kuzuia pamoja na kushambulia. Kama unavyojua sasa hivi walinzi wa kisasa wanapimwa kwenye maeneo mengi sana, hususan kwenye kuzuia, lakini upande wake kipindi ambacho timu haina mpira una uwezo kiasi gani pengine cha kuresist ama kuzuia mashambulizi, lakini uwezo wake wa kupiga pasi kuelekea eneo la mbele, anahusika vipi kwenye kutengeneza nafasi kwa maana ya offensive zone ama offensive behavior, kwa maana ya tabia za kiushambuliaji, mambo kama hayo. Lakini vile vile kuna muda kwenye huu mpira wa kisasa mlinzi ama hawa fullbacks huwa wana tabia za kureact kama viungo. Nadhani wale ambao huwa wanamtazama vizuri Shomari Kapombe ama Josko Gvardiol yule wa Manchester City, tutakuwa tunaelewana vizuri hapa. Kwa hiyo mpira wa kisasa unahitaji mabeki wa aina hiyo. Sasa Ibrahim Keita ni miongoni mwa mabeki ambao wana sifa hizo. Wanakuwa kwenye maboksi yote mawili, inategemeana na mpira uko wapi. Anakuwa kwenye boksi la kuzuia pindi ambapo timu haina mpira, lakini pia anakuwa kwenye boksi la kushambulia kipindi ambapo timu inahitaji kupata bao ama inatengeneza nafasi. Kwa hiyo Ibrahim Keita bila shaka utakuwa ni usajili mzuri sana kama Young Africans watafanikiwa kukamilisha. Garibu Mzinga ambaye ni shabiki mkubwa wa TP Mazembe amethibitisha hilo masaa 16 yaliyopita kupitia channel yake ya Mzinga Sports hapa YouTube. Na amethibitisha kwamba mara ya kwanza Simba Sports Club walikuwa wa kwanza kutuma offer, lakini Young Africans wanaonekana wako serious na Ibrahim Keita hayuko tayari kuongeza mkataba wake na TP Mazembe, na mkataba wake unafikia tamati mwezi Juni mwaka 2025. Sasa Young Africans inatajwa kwamba wako mstari wa mbele zaidi, na inawezekana wakachana na Yao kwa Satoula ambaye anakumbwa zaidi na majeraha. Sasa kumbuka, hii ni tetesi ambayo iko very serious kwamba Young Africans wanaweza wakafanya ongezeko la mlinzi wa kulia wa kimataifa. Kwa hiyo kama wataongeza mlinzi mwingine wa kulia wa kimataifa, inawezekana biashara ya Yao kwa Satoula na Young Africans ikafikia mwisho. Mimi ni Edibili Gaston Dawala wa Yes Online, lakini ili uendelee kupata taarifa za usajili, kumbuka tunaelekea kwenye dirisha la usajili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa za usajili na taarifa nyingine nyingi. Inaweza ikawa sio soka, ikawa ni siasa, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi ya hapa nyumbani Tanzania, Afrika na duniani kote. Asante.